mwanamke Mkatoliki anayetakiwa leo, kesho kutwa ndani ya Kanisa Katoliki Jimbo Kuu la Mwanza, katika nafasi, wajibu, ili kujenga familia inayojali na kuwajibika. Maneno hayo ambayo nimeyasema, naomba mama huyo ambaye tunayetaka kumsemea na kumwongelea kwa kiufupi kwenye Biblia yetu, kitabu cha Mwanzo sura ya 2 aya ya 18. Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Huyo ndo mwanamke Mkatoliki tunayemtaka leo, tunayemtaka kesho na kesho kutwa. Tukumbuke kuwa mwanamke hakuumbwa kwa bahati mbaya. Wewe mama unayenisikiliza, hukuumbwa kwa bahati mbaya. Maana yake mwanamke ameumbwa kwa malengo. Ndo mwanzo hiyo. Kwa malengo. Malengo gani? Mama, wewe umeumbwa kama tulivyosoma katika kitabu cha Mwanzo, ili uweze kuwa mwokoaji wa familia, mwokoaji wa kanisa, mwokoaji katika nzengo yako, mwokoaji katika serikali. Unapaswa kuwa mwokoaji. Na sasa neno hilo hata na katika Kiebrania lipo ezeli, ambalo linaleta maana hiyo ya uokoaji, Mama, naomba uelewe, wewe ambaye uko hapa na ukitoka hapa, ukirudi nyumbani, ukirudi kwenye jumuiya yako, kwenye mtaa, kwenye parokia yako, umwambie mwenzako aliyebaki huko kwamba sisi tumeumbwa ili tuwe waokoaji katika sehemu mbalimbali. Mama anaposhindwa kuwa mwokoaji, basi ujue wazi kuwa umeshindwa kutimiza lengo la msingi linalomfanya mama kadiri na mipango ya Mwenyezi Mungu. Unaposhindwa kutimiza wajibu huo, moja kwa moja unashindwa kutimiza kile ambacho Mwenyezi Mungu ana makusudi na wewe. Na sasa naomba katika nafasi na wajibu niwatajie pia vipengele kama 3 ambavyo wewe mama mwokoaji vinakufanya wa pekee, ili yule mama Mkatoliki anayetakiwa leo, kesho na kesho kutwa uvijue vipengele hivyo. Cha kwanza, mwanamke ana uwezo Mwenyezi Mungu aliyompa, uwezo wa kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja. Kama ulikuwa ulijui au kama ulikuwa hujijui, wewe una uwezo wa kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja. Na sifa hii umepewa wewe na mwanaume hana, na uwezo wake wa utendaji ni mkubwa, uwezo wako wewe mama. Sifa ya pili, wewe mama una uwezo wa kusikiliza kuliko kitu chochote hapa duniani. Hiyo ni sifa ambayo umeumbwa nayo. Na ya tatu, wewe mama ni mama ambaye anapaswa kuwa mwepesi wa kuguswa katika jambo lolote na kulishughulikia kwa wepesi. Hizo sifa ukizielewa kuanzia leo, sidhani kama
utaweza kubaki huko nyumbani utakapoitwa na paroko wako kwenye kikao cha parokia, au utakapoitwa kwenye jumuiya, au utakapohitajika mahali popote. Sifa hizi kubwa ulizonazo wewe mama ni baraka kubwa sana kwako na zinakufanya uwe wa pekee. Hivyo kila mama, kila mwanamke atambue kwamba yeye ni wa pekee na wa baraka sana hapa duniani. Mwambie jirani yako, wewe ni wa pekee hapa duniani. Tuko katika nafasi na wajibu wa mwanamke huyu ambaye tunategemea kwamba wa leo, wa kesho na kesho kutwa. Naomba noti vipengele hivi. Cha kwanza, katika nafasi na wajibu, wewe unao wajibu katika nafasi yako ya kushiriki katika uinjilishaji ndani ya kanisa. Sasa tukija kusoma katika Yohane sura ya 19 aya 26, Yesu awapo msalabani analikabidhi kanisa lake kwa mama yetu Bikira Maria. Bikira Maria anawakilisha wakina mama ninyi nyote. Naomba tumpigie makofi mama Bikira Maria. Anawakilisha ninyi nyote. Kwa maneno mengine, twaweza kusema kuwa kanisa limekabidhiwa katika wajibu na nafasi, limekabidhiwa kwa kina mama ili wapate kulitunza, ili wapate kulitunza. Maana yake wanawake wanao wajibu wa kulitunza na kuliwezesha kanisa. Wanawake kadha wa kadha walikuwa wakimhudumia Yesu kwa mali zao, kwa mali. Kwa hiyo moja ya majukumu katika nafasi zenu, katika wajibu wenu, majukumu makubwa akina mama ni kulihudumia kanisa. Wewe unapaswa jiulize kwamba kweli, kama kweli leo nimesikia kwamba au nimekumbushwa kwamba wajibu wangu ni kulihudumia kanisa, na nalihudumia kivipi? Katika mali nimekaje? Katika muda wangu ambao napewa na Mwenyezi Mungu, katika majitoleo yetu ya binafsi, karama na vipaji mlivyopewa. Tulikuwa tunawaona hapa wanakwaya wanaimba, ni vipaji ambao wamepewa. Tumewaona viongozi hawa waliokuwa hapa, kamati tendaji, katika wajibu wao, katika wajibu wako wewe mama. Sasa wewe mama ujue kwamba unapaswa ulihudumie kanisa, unapaswa ulitendee haki kwa namna yoyote. Mama anapaswa kuwa na jicho linalotazama kwa haraka na kugundua mahitaji katika uinjilishaji huo. Kipengele cha pili, mama wewe Mkatoliki unapaswa kuishi imani ya kanisa Katoliki. Unapaswa kuishi imani ya kanisa Katoliki. Wanawake wanao wajibu wa kutulia na kuishi imani, Mariamu anatulia miguuni pa Yesu. Anatulia miguuni pa Yesu ili amsikilize, ili aweze kutenda, ili aweze kulitumikia kanisa. Wakina mama ni wajibu wetu. Ndio maana wakati mwingine mimi sishangai kusema kwamba mama ni kanisa. Sishangai. Haya mambo yako historiko, yako katika maandiko. Mama ni kanisa. Ukienda makanisani 80% ni wakina mama. Lakini sio kwamba hayo yamekuja tu. Ni wajibu hapa ambao uko katika pia maandiko matakatifu.
Sasa tunapaswa tuelewe kuishi imani, na tunapoishi imani inatupa nafasi hata pia ya kuzingatia na kuwalea watoto pia katika imani hiyo ambayo sisi tunaiishi. Jambo la tatu katika nafsi na wajibu, mama ni mlezi wa kwanza wa familia. Hilo la tatu katika nafasi na wajibu, wewe ni mlezi wa kwanza. Mama anapaswa kuwalea watoto katika malezi ambayo yatamwezesha mtoto kukua kimaadili. Mungu amekujalia. Mungu amekujalia. Wanasema kuzaa watoto, mwandishi moja, kuzaa watoto ni jambo moja na kulea watoto vizuri ni jambo jingine. Majuzi mumesikia hapa Nzega, mama amezaa, mama ametupa, wakaokota wakapeleka serikalini. Hivi vitu tunathibitisha. Na uombe ukitoka hapa, nenda umwambie mama aliyebaki huko kwamba kuzaa inaweza likawa jambo jepesi, ila kulea ndo kazi iko hapo, ndo mzigo uko hapo. Haya, baadaye yule mtoto Mwenyezi Mungu akimsaidia amekuwa, alafu baadaye unajitokeza unasema ni mwanangu, naomba mwanangu. Muulize jirani yako, wewe unasemaje? Tunapaswa hayo tuyaelewe. Lazima kulea. Hata wewe mama kulalamika wakati mwingine kwamba umebaki peke yako, baba amekukimbia, wewe ni single mother, hiyo haisaidii, kwa sababu wewe ni mlezi. Kwenda kulalamika mitani kwamba nimebaki peke yangu, nimebaki single mother, sijui nini, hapana. Ule ni wajibu. Hata kama wakina baba wanajidai mtoto wa kwangu, sawa, kwa mila na desturi, lakini kiuhalisia mtoto anawezekana kuwa ni wa mama, kwa sababu nani anayekaa na mtoto muda mwingi? Nani? Sasa maana yake mtoto ni wa kwako. Mtoto ni wa kwako. Unapomtupa pale haisaidii kitu. Haya, ni wazekana baba amemtupa, baba amekukimbia. Haya, na wewe je, una mawazo gani? Tunapaswa tuelewe. Ni mengi ila nachambua. Katika hiyo nafasi ya kulea, tunapaswa tuwe makini. Tunaolea kwa kudekeza. Kwa kufanyaje? Kwa kudekeza. Madeko. Kumulea mtoto kama yai bila kuchukua hatua na kumuonya. Ukimwacha hivyo, baadaye akaja akawa mwizi. Yaani wanasema mtoto akiwa mzuri ndio anakuwa wa baba, akiwa na pua mbaya anakuwa wa nani? Wa mama. Sasa madeko, turudi kwenye mila zile, uone kwamba ukizingatia hilo, mama wa leo, mama wa kesho, mama wa kesho kutwa, kanisa hili litastawi. Katika kipengele hicho cha malezi, kuwahusisha watoto kwenye ugomvi na migogoro kati yenu. Wewe mama unajifanya wewe ndo mzuri, baba ndo mbaya. Wewe upendwe, baba achukiwe. Katika kipengele hicho cha malezi kuna tabia mbaya sana tunazowaambia watoto. Huyo baba yako huyo hakusaidii, hajawahi kukusomesha. Ili iweje sasa? Kwa mfano, ili iweje? Kipengele kingine katika malezi hayo,
kugawana watoto. Kuna nyakati wazazi mnagawana watoto, yaani kunakuwa na makundi mawili ya watoto. Watoto wapendwa na baba na watoto wapendwa na nani? Na mama. Lakini wote ni wa kwenu. Dhana potofu. Sasa hivi kuna tabia ya mzazi mmoja kudhani kuwa anaweza kulea watoto bila kumhitaji mzazi mwenzake. Kama yupo unamhitaji. Kama amekukataa, sawa, komaa. Fanyaje? Komaa. Mwambie jirani yako tujifunze kukomaa. Aya, kwenye malezi tumetoka. Tumeenda kwenye kipengele namba 4. Mama wa leo, mama wa kesho na kesho kutwa ndani ya kanisa Katoliki hapaswi kuwa muongo. Hapaswi kuwa muongo, uongo uliopitiliza. Kwani hamkusikia Jumapili iliyopita? Sikatai na wakina baba ni waongo, hata na mimi ni muongo. Lakini Jumapili iliyopita Yesu tunataka kumdanganya. Anamwambia, una wanaume wangapi? Anamwambia sina. Yesu anamjibu, anamwambia unao 5 na uliye naye sasa sio wa kwako. Uongo uliopitiliza. Mwambie jirani yako acha uongo. Nachambua vyote, siwezi kuvisema. Kipengele cha 5 katika wajibu na nafasi ya mwanamke ni kwamba wakina mama wa leo, mama wa kesho na kesho kutwa, tuache, hatupaswi kujidunisha, kujirudisha nyuma. Yaani wewe kila wakati unaonekana mnyonge, kila wakati unaonekana labda unaonewa, wewe unaona kwamba wewe ni maskini. Mimi kuna misemo naitumia Mwamashimba, nawaambia mjione kwamba nyie ni wa mjini. Nyie ni wa mjini, hakuna wa kuwatisha. Sasa mama, unapoendelea kujiona kwamba wewe ni mnyonge, kila wakati unaonewa, haileti ladha. Kila wakati wewe unalalamika, kwenye familia unalalamika, sijui nini unalalamika, una zuri, una baya. Sasa hatupaswi kujiona sisi kwamba mama wa leo wa kesho. Tunapaswa kujiona kwamba sisi kweli Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kuwajibika na kukua katika kuwajibika. Katika Timotheo wa 2 sura ya 1 hadi ya 7, maana Mungu hajatupa roho ya unyonge, bali ametupa roho ya nini? Ya nguvu. Roho ya nguvu. Kipengele cha 7, mama wa leo, sijui cha 6, mama wa leo, mama wa kesho na kesho kutwa hapaswi kuwa na tamaa zilizopitiliza. Tamaa zilizopitiliza. Kuna tamaa za kawaida ambayo na mimi naweza nikawa nayo. Tamaa zilizopitiliza. Wakina mama wanataka wakati mwingine kuishi makuu. Kila kitu unakipenda. Ndio maana wakati mwingine mkipewa pesa na wakina baba kwenye familia, anakuachia pesa kwamba hii 10,000 utaitumia hivi na hivi. Haya, na amepiga bajeti kwamba inatosha. Wewe unaenda mnadani, unaanza kununua ambavyo haviko kwenye budget. Umeona ndala unataka, umeona nini unataka, umeona unataka. Sasa wewe utakuwaje? Tunapaswa pia tujifunze kuishi kiasi ndani ya kanisa Katoliki. Nimalizie la mwisho kwamba la mwisho, lakini wanasema
la mwisho, lakini tena la mwisho kabisa, kwamba la 8 hilo au la 7, wakina mama wa leo na kesho na kesho kutwa tunapaswa kuacha umbea. Tunapaswa kuacha. Siku hizi mumeutafutia na jino, munaupaka mafuta. Njoo nikupe ubuyu, njoo nikupe tena, harakisha, unaniwasha. Sasa tukienda hivyo, Mama Bikira Maria angekuwa hivyo jamani, leo tungekuwa hivi. Aya, na hilo linalofuata, wakina mama tunapaswa sisi wa leo, kesho na kesho kutwa tujifunze kupendana. Wakina mama hampendani, tujifunze kupendana. Na tunaambiwa kwamba katika Mathayo, mimi nakwambia, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi. Tupendane. Hivi vya kusema adui wa mwanamke ni mwanamke mwenzake, tuache hayo. Sisi sote ni wakina mama, sisi sote tuna nafasi zile. Naomba tupendane. Tumsifu Yesu Kristo. Naomba kuishi hapo.